Jamani salama? Salama kabisa. Mambo yenu yanakwenda? Tuko good. Good kweli, naona uko good kweli. Maana sasa hivi Simba sio ya kawaida. Sio kama iko Tanzania, kama tuko Ulaya. Kwa nini unasema hivyo? Iko vizuri Simba sasa hivi, unaona mabadiliko makubwa sana. Mabadiliko ya Simba yako eneo gani? Subiri, kwa sababu kwanza na shida ya Mlandege. Mlandege kamdomo. Umempata. Kamdomo kanaponza. Mara mbili alikuwa adhibu. Subiri sister, mimi nataka ni muadhibu. Na muadhibu kweli, huko aende Zanzibar yote wazunguke, wajue Simba nguvu moja. Eti ndugu yangu, unaonaje? Ni kweli. Kwanza mimi namshukuru Mungu kwa kushinda mechi ya leo. Hilo ndo lilikuwa lengo kuu la kocha wetu na timu yetu. Jambo la pili, naweza kumshukuru pia kocha kwa kuwaamini vijana wadogo kuanza mechi kubwa. Tumewaona wamefanya kazi nzuri, kama Hussein Simfuko wamefanya kazi nzuri sana leo. Nyota wa mchezo, tunamshukuru na tunamuombea aendelee hivyo. Lakini ukiacha hivyo, timu haikucheza vile tulivyotaka, lakini kutokana lengo kuu lilikuwa ni ushindi. Hizi ni mechi za mtoano, huwezi kucheza ovyo ovyo. Unacheza kwa malengo, unahifadhi energy. Kwa hiyo tumeweka energy kwa ajili ya Mlandege na tunawasubiri Mlandege. Mwaka jana kidogo walituletea labsha, lakini safari hii tunataka tucheze nao game nzuri. Asante sana. Ni kitu gani ambacho unakiona ndani ya Simba yako nasema kwamba kwa mara hii sasa Mlandege kazi anayo? Tuna maingizo mapya ya wachezaji wapya tuliowasajili dirisha dogo. Wengi wao wana viwango, kwa sababu ndani ya uwanja unaona kikubwa ni viwango vya wachezaji. Wachezaji wetu wote walioingia kwenye dirisha hili dogo viwango vyao ni bora. Kwa hiyo kikubwa ni viwango, hakuna kitu kingine. Kwa hiyo daraja la Simba na daraja la Mlandege vitatofautiana uwanjani kulingana na viwango. Nikurudisha nyuma kidogo, wakati unazungumza hapo ulisema kwamba Simba amecheza sivyo kama vile ambavyo mlitaka, lakini mwisho wa siku mmepata matokeo. Mlitaka kitu gani Simba na nini ambacho kimekuwa tofauti? Baadhi ya washabiki huwa wanapenda magoli kwenye mpira, lakini benchi la ufundi haliangalii sana magoli, hasa hizi mechi za mtoano. Wanaangalia namna ya kuvuka. Kwa hiyo Simba wamecheza kikubwa ni kuvuka, hata kama hawakuonyesha vile viwango mashabiki tulivyokuwa tunavitaka. Asante sana. Nilizungumza na baadhi ya mashabiki mwanzoni, wakawa wanasema kwamba Simba kutokana na ubora wa kikosi chokupo nacho wanakwenda kumtandika goli nyingi kweli Mafunzo, lakini imekuwa ni tofauti moja tu. Ni kweli Mafunzo wameiheshimu Simba, wamecheza mpira wa nidhamu, hawakutaka kupishana na Simba. Light kama ungepishana na Simba ni kweli wangefungwa magoli mengi, lakini kwa sababu wameheshimu Simba ndo tumepata goli moja. Kwa hiyo wana deserve na wao Mafunzo kucheza mpira kama ule. Hongereni sana. Asante sana. Asante. Vipi hapo? Fresh dada. Na wasiwasi? Sina wasiwasi. Mapigano yanasemaje, endaje? No problem. No problem. Nimerelax kabisa kwa mpira wa leo. Nimeenjoy sasa kwa ndugu yangu. Mbona kama unachokiongea na ninachokiona usoni wako ni vitu viwili tofauti? No. Unaona nini? Au mimi ndo ziko sawa. Naona kama unaamini hivi. Sijaamini kweli, Unaona kazi hiyo mimi. Nipe tano kwanza, tuweke ujazo Sijaamini kweli. Kwa kilichotokea leo sikutegemea kama atafunga goli moja wale. Nilijua labda kuanzia goli 3, 4, 5. Lakini kikubwa ushindi. Tumeingia nusu finali. Umechanganyikia tu wenyewe, mmeingia tu gani wao? Kocha katuzingua bwana, kwa kweli kocha katuzingua. Lakini azingua wapi? Katuzingua kwamba kaingiza watoto wadogo, tafrani. Tumecheza mpira kipindi cha kwanza ovyo, unaona? Yaani ingia kipindi cha kwanza itakuwa tuweke pale magoli mawili, unaona? Kidogo anakuwa na imani ya moyo, unaona? Lakini Simba. Papa Mlandege hao hapa mkutana nao wale mara mbili waliadhibu. Mlandege kwa mara hii watatulia. Kwa mara hii unasema watatulia. Kwa libase pembeni watatulia tu. Mwalimu yake ingia dakika ya kwanza, dakika ya pili kafunga goli. Hilo. Unaona? Kwa hiyo naomba Mlandege waje kwanza kwa heshima wa respect Simba, wacheze mpira unaojua wao.
unaona, wanaojifunza wao. Wakifanya ukaidi kwa ile watakula goli nyingi sana hapa kwao na watapata aibu sana. Wacha tuone bwana wewe. Kwaje? Fresh. Wewe naye vipi? Alhamdulillah, namshukuru. Wewe unajiamini? Najiamini sana. Najiamini sana. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hichi kidogo kilichopatikana. Kwanza nampongeza mwalimu kwa kuona umuhimu wa mechi zijazo. Tuna mechi back to back. Kama ukiangalia kuna ligi kuu iko hapo nyuma, tarehe 3 tunacheza na Yanga. Pia kuna michuano inaendelea, kuna nusu finali, kuna finali yenyewe. Kwa hiyo tunaomba kumshukuru kocha kwa kile alichoamua kwamba kuamini wachezaji waanze kina Chasambi. Ukiangalia mechi ya mwisho Chasambi kucheza, of course hakuna mtu anayekumbuka. Wewe mwenyewe nikikuuliza hapo pengine ukumbuke Chasambi kacheza lini. Ila nashukuru kwa vile alivyofanya. Kocha kafanya maamuzi bora. Kaona mechi za mbele zina umuhimu sana, kwa hiyo kaanza na hatua hii ya robo finali na wachezaji wadogo. Nashukuru sana kwa kuamini vijana na amefanya kweli kweli. Semfuko, nyota wa mchezo, muonaje performance yake? Kwa kweli Semfuko ni nyota wa kupongezwa sana. Mimi mwenyewe sikuamini kama anaweza kadeserve kupewa uchezaji bora, lakini kaonekana kazi inayofanyika, kaonekana na tunashukuru, na kila mmoja anashukuru kwa hilo. Sana Mlandege, unajua balaa lake? Wadogo sana. Wadogo sana. Ilikuwa bahati sana. Ilikuwa bahati kwao tu. Kwa hiyo wasije wakaona kwamba kwa sababu alibahatika mara mbili na raundi wakaweza kubahatika, sio kweli. Kwa Adibase huyu, kwa Chama huyu, Chama kwanza na umri wa miaka 17 kama ulikuwa. Wewe mdogo dogo. Paza ndani sasa, Chama na umri wa miaka 17 tu. Acha bana. Asikwambie mtu ana miaka 20 ngapi 30 no. Miaka 17 kazaliwa upya. Sawa, hongereni. Tunashukuru. Tunashukuru. Ana nini? Tuna beki la pesa kwanza. Nyie? Tuna beki la pesa. Yaani nani? Pesa. Yaani akionekana tu pesa. Ni nani? Unamjua? Simjui na Bleach. Shine. Ensamboy kwanza Ensamboy afu Bleach. Ensamboy afu Bleach. Leo katulia iko pale bench anakula jojo tu mdogo tu. Anawaangalia tu Mlandege watakapokuja nitakapopokea hivyo. Tunashukuru. Sawa bwana, kila la heri na hongereni sana. Sana. Namba yako. Namba yangu ya simu? Shida yako kubwa. Shida yangu kubwa. Kwa sababu unaposhabikia Simba, ukitoka uwanjani itabidi uwe na mshangazi mkubwa wa kukulea. Ambaye ndio mimi sasa. Kwa hiyo ana kila kigezo cha anakataza kwa anasema mimi sio mshangazi. Sababu za mimi kuniita mshangazi. Ili uitwe mshangazi itabidi uwe na mwili kwanza umepanuka kidogo wewe, sawa? Ukishakuwa na mwili kama huo, ukipata kijana kama mimi, hauwezi kusumbuka. Kwa sababu mimi ngozi bado ina support imekaza. Ngozi yako wewe? Bado ina support. Sana, halafu mimi sijashikwa bega. Umeona? Kwa nguvu zote bado ninazo. Mshabiki wa Simba Sport Club. Na nimetoka Kigoma kuja huku kuangalia Simba Sport Club. Acha bwana. Nimetoka Kigoma. Tumia siku ngapi mpaka kufika? Tumia siku 2. Siku 2? Yes. Unisimulie safari yako ilivyokuwa. Safari yangu ilikuwa ya vikwazo. Kama mnavyojua. Vikwazo gani? Hebu nisimulie. Kwa sisi watu kutoka Kigoma, sifa yetu ya kwanza huaga tunatumia ungo. Lakini ungo wangu nilipofika baharini pale ukadondoka. Unajua uchawi hauvuki bahari, si ndio? Nikadondoka ndio nikasubiri boti, hatimaye nimefika. Hadi sasa hivi unaniona. Simulia kuhusiana na Simba yako. Simba bwana sasa hivi raha. Ingawa mwanzo amezingua ila sasa hivi raha. Umeona? Mfano ukimwona Alibaza Geye ni mchezaji ambaye mashuhuri kweli. Umeona kula hivyo atikisa. Tikisa kumbe? Ukuona? Yaona mwenzi. Shida baba. Nipewe namba. Shida ongea na Ahmed Ali. Mimi naweza kaa kocha wa pili. Niona kaa benchi. Naelekeza ndani ya uwanja wanachocheza ni kitu gani. Wengine wanacheza utoporo. Si kama wana Yanga kama Alikamwe. Lakini mimi sipendi kuchamba umbea. Hapa ndio mwisho. Baba heri. Kwani wewe unalana? Unamta mamako bi mkubwa? Wewe